Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza kukaa. Mungu awabariki sana kwa kufika kwa wingi namna hii. Inaonyesha namna ambavyo tuna hali ya kujali sana kile tunachokubaliana. Jina la Bwana libarikiwe. Kama alivyonitaja mchungaji tena na tena, na mimi naomba niendelee kutaja namna ambavyo ni mtu wangu wa karibu sana. Unajua wakati ule classmate, alafu ni class representative, mtu anayekuwakilisha na ni mtu anayekusimamia darasani. Alikuwa ni mtu mkubwa na alikuwa ni mtu anayeweza kufanya vizuri. Juzi nikamkumbusha kwamba kuna siku alikuja mwalimu ambaye alikuwa na full stress, alafu kuna mwanafunzi mmoja akataka kumuongezea stress. Monitor alisimama vizuri sana na mimi nilipongeza sana. Juzi nikamkumbusha, tukafurahi sana kwamba ni mtu anayeweza kutimiza wajibu wake vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Tumekuwa na semina nzuri sana na ya baraka kwa kweli. Mimi kinachonifurahisha sana namna mnavyokuepo nyumbani mwa Bwana kwa muda. Ninafika hapa saa 11 wako watu tayari kwenye maombi, wanaendelea kumuita Bwana, wanaendelea kujiweka mbele za Bwana. Lakini pia namna ambavyo wahudumu, kila anayepata nafasi anahudumu kwenye viwango vizuri sana. Mungu wa mbinguni wabariki sana. Kuna ile praise, sijaikalili sana lile jina lao, wanaita nini? Kingdom praise, si ndio? Kingdom. ni sifa ya ufalme, si ndio? Mungu awabariki sana. Mnafanya vizuri. Yaani kama leo umeimba zile nyimbo umetukumbusha. Nafikiri zile tuliimba enzi zile tunaokoka. Because yani unasikia. Alafu sasa kumeongezwa na muziki. Wakati ule sisi tunapiga ngoma kabisa ya ngozi hivi. Unakongoa na shilingi au na senti 20 ndio inalia vizuri zaidi. Mungu awabariki sana Kingdom Praise kwa huduma nzuri sana ya sifa ambayo mnatuongoza kuipeleka mbele za Mungu. Kimsingi Biblia inasema sifa ni dhabihu ya makuhani wa Agano Jipya. Yaani sisi hatuteketezi mbuzi wala kondoo wala ng'ombe tena. Tunapeleka sifa, matunda ya midomo yetu, kana kwamba ni ng'ombe katika madhabahu za mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu anapata odo ile ile aliyokuwa anaisikia kwenye mafuta ya mbuzi na kondoo, anaipata kutoka kwenye sifa za mioyo ya watakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tumekuwa na semina ambayo kichwa cha ujumbe kilikuwa kinasema gharama ya kurejesha thamani ya mwanadamu iliyopotea. Sasa leo siwezi kurudia kule nyuma kabisa. Kwa kuwa jana tumeangalia mambo kadhaa, juzi tuliangalia mambo kadhaa, jana tumeangalia zile gharama zenyewe na tukaona namna ambavyo ilimgharimu Kristo mateso, ilimgharimu sana maumivu makubwa, kudharauliwa, kudhihakiwa, lakini pia kunyang'anywa haki yake. Yeye asiyejua dhambi akafanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili tu kutufanya sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Turejee kwenye ile nafasi ambayo tulikuwa tumeipoteza. Leo tena tutaendelea kuangalia bado tutaendelea kuangalia. Sasa tunachokwenda kuangalia kwa ukaribu sana ni mateso, kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Sasa leo hatutaongelea sana ufufuo, tutaangalia hasa yale mateso yenyewe. Kwa kuwa kabla ya kufa aliteswa, ilipasa mwili wake uumizwe. Isaya anatabiri miaka mingi kabla Yesu kwamba alijeruhiwa kwa maovu yetu, alichubuliwa kwa makosa yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sasa tunaangalia yale mateso ambayo Yesu Kristo aliyapata. Mimi nimejaribu kuyagawanya katika maeneo makubwa 5, lakini unaweza kaongeza yakawa katika maeneo mengi zaidi. Tunapozungumza siku ya leo, dunia nzima kuna dini nyingi duniani, si ndio jamani? Kuna wengine leo wamevaa nguo nyeusi kama ndugu yangu. Kanisa nzima unakuta limevaa nguo nyeusi, wako kwenye maombolezo. Na muda huu ndio muda wa ile ibada ya kubusu msalaba. Kwa hiyo watu wako kwenye msiba mzito. Yesu tayari ameshaletwa pale, yuko msalabani, wameshamtungua kule, wamemleta, wamemlaza pale.
watu wanakuja kwa unyenyekevu na machozi mengi namna hii, kana kwamba ni fresh, yani ni halisi, leo ndio anakufa. Mungu atusaidie sana. Wao wanaamini hivyo kwamba leo ndio anakufa. Ndio maana hata kwenye amri zile za kanisa, nafikiri mzee unakumbuka, ipo ile usile nyama siku ya Ijumaa Kuu, kwa sababu siku ambayo Yesu alikufa ukila nyama ni kama unamkula Yesu. Unaelewa? Kwa hiyo kuna watu yani tunamfanya kumbukizi, kuna watu wanaona kwao sio kumbukizi, ni kitu halisi. Mungu atusaidie sana. Lakini mimi nataka tuangalie maeneo machache ambayo hasa ndio Yesu aliyafanya ili kulipa ile gharama na kutufanya sisi turejee kwenye nafasi yetu na kwenye thamani ya maisha yetu, kwamba turejeshe utakatifu wa Mungu ndani yetu tena, turejeshe ushirika wetu na Mungu tena kwenye maisha yetu, na tuendelee kupata kibali mbele za Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tutaanza kwa kusoma maandiko kwenye kile kitabu cha Mathayo 27. Mathayo 27, tena nitaomba na leo mtu mwingine anaweza kutusaidia kusoma. Anaweza kunisaidia kusoma ili tusichukue muda mwingi. Katika Mathayo 27 nisomee mstari wa 21 hadi 23, alafu utaruka usome mstari wa 25. Mathayo 27 mstari wa 21. Basi liwali akajibu akawaambia, mnataka niwafungulie yupi katika hawa wawili? Wakasema, Baraba. Pilato akawaambia, basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote, asulubiwe. Akasema, kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Wakazidi sana kupiga kelele wakisema, na asulubiwe. Mstari wa 25. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Tuombe. Bwana Yesu, mfalme mwema, Bwana wa pendo la ajabu, uliyekubali kutoa uhai wako tulipokuwa tungali wenye dhambi. Wewe ambaye ulikuwa Mungu tangu milele, na vile uliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, maana vyote vilifanyika kwa wewe, wala pasipo wewe hakuna kilichofanyika. Ulikubali Bwana kwa ajili yetu mateso, dhihaka, aibu, maumivu, na kisha kifo cha msalaba, kifo cha aibu sana kwa ajili yetu, ili tupate uzima na turejee mbele za Bwana tena. Tunakushukuru kwa pendo lako la pekee. Tunaendelea kujiweka mbele zako tunapoendelea kujikumbusha mambo haya na kujifunza. Roho Mtakatifu endelea kuchukua nafasi katika maisha ya kila moja, ili kuthamini kile ambacho Bwana ulikifanya kwa ajili yetu wakati mwingi uliopita, na kina impact mpaka sasa. Maisha yetu yanaendelea kubadilika kukufanania wewe. Endelea kututumia na kunitumia kama chombo chako, na kusikizisha neno hili katika mioyo ya watu wako kwa utukufu wako mkuu, katika jina la Yesu, amen. Nimeagawa mateso haya Yesu Kristo katika maeneo makubwa 5, na ninaomba tutaenda kwa kiwango kizuri ili tuweze kuyaelewa vizuri. Kwa hiyo hatua ya kwanza Yesu ambayo ilimtesa sana kwenye moyo wake ilikuwa ni hatua ya kwanza hatua ya kukataliwa. Kukataliwa. Kama unajua kukataliwa, unaweza kupata picha, na hasa inapokuwa kukataliwa na watu ambao umewahudumia kwa kiwango cha kutosha. Wanaokukataa ni wale uliwalisha mikate na samaki wakashiba, ni wale uliwaponya magonjwa yao ya miaka mingi, ni wale uliwainua walikuwa ni viwete, ni wale uliwaponya walikuwa ni vipofu, ni wale ulifufua wafu wao. Leo wanafika mbele ya Pilato, wanakukataa, wanamchagua yule gaidi. Kimsingi Baraba alikuwa ni gaidi, si ndio? Kisoma historia yake alikuwa ni gaidi. Alikuwa ni mtu amejifunza mambo ya kijeshi, ni Myahudi ameenda kujifunza mambo ya kijeshi, na amefika kwenye kiwango kizuri sana cha ukomando. Sasa wako kwenye harakati za Wayahudi kutaka kujitawala kutoka kwenye utawala wa Kirumi. Kwa hiyo aliporudishwa kufanya kazi Yerusalemu, kutoka kwenye kile kikosi alichokuwa anakifanyia kazi huko mbali, akaona hii ndio fursa ya kuwaua Warumi ili kuwaweka Wayahudi kuwa huru kutoka katika utumwa wa Warumi. Kwa hiyo akawa ameviliga askari kadhaa mjini. Viliga ficha kwenye mchanga kama alivyofanyaga Musa. Kwa hiyo akakamatwa, akawekwa ndani kama muuaji, gaidi aliyefanya fujo kubwa sana mjini.
na Wayahudi wakahisi kwamba huyu ndiye ana moyo mwema, ndio anatuwazia mema. Huyu Yesu tunasema Bwana wakati ndio anarudisha Israeli ufalme, anaongea vitu vya tofauti. Ufalme wangu sio wa dunia hii hivi. Kwa hiyo akaona Baraba ni mtu sahihi. Mungu atusaidie sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Nazungumzia swala la kukataliwa. Wangapi umewahi kukataliwa? Yaani umekataliwa na mchumba, umekataliwa na mume, umekataliwa na mke. Usicheke, tuko vizuri. Tunataka tuone nguvu au maumivu yanayotokana na kukataliwa. Mimi mwenyewe niliwahi kukataliwa na mchumba kweli wakati nimeokoka. Nilikuwa naombea yule jamaa aliyemchumbia afe hata usiku ule ule. Yaani nimeokoka kabisa, ila nabadilisha maombi, naomba mtu afe. Maana naona ni kama siko duniani hivi. Ni kama yule jamaa ni pacha kabisa wa Lucifer. Yaani kama Lucifer ni Doto, basi huyu ni Kulwa. Kwa nini nachukua mpenzi wangu? Wangapi mwe kukataliwa? Okay, sio tu kwenye uchumba, sio tu kwa mke na mume. Umewahi kukataliwa kwa namna yoyote ile, hata kazini. Unafika mahali watu wanatunga hila, wanakukataa. Umewahi kukataliwa? Kazini umewahi kukataliwa? Unasikiaje hali ya kukataliwa? Unaionaje ile maumivu yake? Sasa kibaya sana ni pale unapokataliwa na mtu ambaye umemsaidia kwa namna kubwa, kwa kiwango cha juu sana. Kumbuka kuna watu umefufua wafu wao, wako pale kwenye ule msururu. Kuna watu umeponya wagonjwa wao. Kuna watu walikuwa vipofu, leo wanaona. Kuna watu walikuwa ni viwete kabisa, wanaburuzika hivi, leo wamesimama wanatembea kwa huduma yako. Alafu wanafika mbele ya Pilato. Jamani, niwafungulie nani? Wako wawili hapa. Kuna Baraba ambaye kwa kweli hajawahi kutufanyia kitu, ila amefanya fujo mjini. Hapo kuna Yesu ambaye tuna uhakika tumekula vitu vyake. Alafu anasema mfungue Baraba. Yaani hilo tu kwanza inatosha tu. Yaani Yesu angetegemea, jamani tumfungue, na watu wangesema Yesu. Anashangaa anasema Baraba. Sasa tumfanyeje Yesu? Sema asulubiwe. Kwani ni ubaya gani amefanya? Wewe msulubishe tu. Unasiaje huyo maumivu yake? Nikwambie ukweli, hata kama upo leo hapa na unakataliwa, ni mchumba amekukataa, ni mume amekukataa, ni kazini wanakukataa, ni mahali popote pale una hali ya kukataliwa, usinyong'onyee. Alikataliwa ili sisi tukubalike. Sasa acha kukataliwa na wanadamu, mpaka mbingu Yesu zilimkataa. Alifika mahali anaita Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu mbona na wewe unanikataa? Maana amebeba dhambi ya ulimwengu. Mungu kumtazama hawezi, amejaa dhambi. Maana dhambi ni kitu kinachofanya mwanadamu akataliwe mbinguni, akataliwe kila mahali. Na Biblia inasema kwamba dhambi ni aibu ya watu wote. Haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Kwa Yesu akabeba dhambi ya mwanadamu. Wanadamu wakamkataa, mpaka mbingu zikamkataa, jua likazima. Yeye aliye nuru ya ulimwengu alikataliwa kwa ajili yako, ili wewe ukubalike mbele za Baba mbinguni. Haleluya. 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 Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Alikataliwa. Ni mateso ya kiwango cha juu sana kukataliwa. Yaani hata mtu asipokupiga kofi, swala tu la kukukataa ni jambo gumu sana. Mwaka juzi tulikuwa kwenye mission moja mahali fulani. Binti moja kafiwa na mzazi wake kabisa. Sasa akaenda akarudi. Akasema kwa ukweli nimeenda kumzika baba, lakini baba alinikataa kata mbele ya mama, mbele ya ndugu zangu, kwamba mimi sio mtoto wake. Yana kiongea hivyo machozi yanatoka. Ni kama anakumbuka yale maneno baba alisema mbele ya mama yake na mbele ya ndugu zake. Na namna alivyokuwa anamtreat kama sio mtoto wangu. Lakini anasema nimejaribu sana kujibembeleza baba akiwa hai, kumpelekea zawadi, kufanya kila kitu, lakini baba alinikataa. Ni kitu kigumu sana watakatifu. Yesu alikataliwa. Nataka nikwambie ukweli, alikataliwa kwa muda. Na hii huwa tunasema ni Ijumaa.
alikataliwa, lakini Jumapili atakubalika. Haleluya! Na wewe kubali kukataliwa leo, lakini Jumapili utakubalika. Haleluya! Yaani maumivu unayoyapata kwa sababu ya kukataliwa, sema ni Ijumaa, lakini Jumapili inakuja watakaposema haleluya, amefufuka. Heshima yako itafufuka, nafasi yako itafufuka, kibali chako kitafufuka, uzima wako utafufuka, amani yako itafufuka, na utakuwa na shangwe. Haleluya! Alikataliwa, jambo la kwanza. Jambo la pili, alidhihakiwa. Alifanyaje? Alidhihakiwa. Naomba nisomee tena maandiko hapo kwenye Mathayo 27 mstari wa 31. Alidhihakiwa. Unajua kudhihaki, labda kabla hatujasoma, unajua kudhihaki, yaani mtu kukufanya wewe kama kituko hivi. Sawa? Yaani ni dharau ya kiwango cha juu sana kukufanya kama kituko. Yaani kukufanya vile ulivyo ni kama unajifanya. Hebu nisomee huo mstari wa. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Bwana Yesu apewe sifa. Askari, wakati Pilato sasa ameshajaribu kumtetea kwa kila namna, ameona haiwezekani, akamtoa nje, akawakabidhi. Askari wakamchukua, wakaanza kumdhihaki. Tungesoma mstari ya juu kidogo kwa sababu ya wakati sasa. Wakasuka, wakasema wewe si mfalme. Mfalme unatakiwa uwe na taji. Wakasokota miba. Wakaenda wakaichomeka kichwani kwake. Wewe mfalme, vaa taji. Miba. Unajua miba? Dar es Salaam hakuna miba. Hivi kuna miba Dar es Salaam kweli? Kuna mapori vijijini anamwiba msumari ukasome. Msumari uende shule ukajifunze makali. Kuna miba sisi kule tunaita ya kuambia ngoma zile wanaita ndusi, mivambandusi. Wangapi wanatoka Uingereza? Huko kusini Uingereza. Anaita mivambandusi. Mzee amecheka, au unatoka huko kwa nini? Kuna mwiba unaitwa mvambandusi. Yalake huo ndo wanawaambia ngoma ile, unagongea ngozi ile kwenye tena ile ndusi yenyewe wanatengenezea mti uliochongwa kama kinu. Alafu ile ngoma inapigiliwa, hiyo miba inapigiliwa kule juu hivi. Sasa ile isukwe iwe mirefu imechongoka vizuri, alafu inakandamizwa kichwani. We mfalme, wanaweka hiyo chapu, wanakandamiza, wanachukua fimbo wanapigilia hivi. Mfalme uishi. Alafu wanampa fimbo nyingine ya kifalme. Shika. Tembea, wewe si mfalme. Wanamdhihaki. Wanamvalisha na guo fulani la kifalme. Jekundu hivi. Wanafanyaje? Hiyo wanamvalisha taji ya miba. Ni dhihaka. Alafu anasema mfalme uishi. Wanampiga makofi, wanamtemea mate. Alafu anasema kama wewe nabii, tabiri nani amekupiga kofi. Wanazunguka hivi. Walimdhihaki. Ni jambo linaloumiza sana. Yaani hayo ni maumivu ya kiwango cha juu, kwa sababu bado uko vizuri, bado unaweza kusikia, bado unaweza kuelewa, bado unajua nafasi yako, bado unajua nafasi ya wale watu. Unajua kuna watu ni maskini wa kiwango cha juu sana. Yaani anavaa kakanga kamoja ka India, si unajua kakanga ka India, na kenye kamechanika, wakati anakaa kuosha vyombo kametatuka, anaishona na kiroba, maana hata gharama ya kununua uzi hawezi. Lakini anakuja na yeye anakudhihaki. Sasa alijifanya mfalme. Kiko wapi sasa? Aliokoa wengine, sasa jiokoe na yeye. Alafu unakufa kwa ajili yake. Yaani unachukua mateso yale kwa ajili yake, umtoe kwenye ule umaskini na ule ufukara wa akili ili apate kuwa na akili timamu. Maana Biblia inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, si ndio? Kuna watu wamezaliwa na IQ ndogo sana, kidogo sana. Yaani hata usipomwambia kanawe uso haendi kunawa. Kapige mswaki sasa, hawezi kwenda kupiga mswaki. Kama mezani unywe chai, hawezi. Kana ufahamu yani hajiwezi kwa ujumla, na vile na wenyewe vilimdhihaki Yesu. Hivi unaelewa? Yaani wewe una nafasi kubwa. Alafu inakuja vinyago fulani yani.
Vinakufanya wewe ndio kinyago, hujui chochote. Wao ndio mabingwa wa ule mji wa Yerusalemu. Tulijua tu tapita tu, alikuwa anajifanya, makundi wanamfuatilia. Tuone leo kiko wapi? Kiko wapi leo? Mbona wamemkamata? Change watoka. Mbona siku ile aliwahi kuwatoka? Siku ile alikuwa tu na pepo, alikuwa na Beelzebubu. Beelzebuli yule mkuu wa mapepo. Alidhihakiwa. Kama kuna mahali unadhihakiwa, Yesu alidhihakiwa kabla yako, ili ajue namna ya kukusimamisha na kukutegemeza wakati unapodhihakiwa. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Iko siku inakuja, utukufu wako utaonekana. Haleluya. Haleluya. Pana mahali tu watakuheshimu. Sema tu ni Ijumaa leo ni dharauni, lakini Jumapili yangu inakuja mtakaposema amefufuka. Nafasi yako itatokea, maana Yesu Kristo anasema tumtwishe yeye fadhaa zetu zote, maana yeye anajishughulisha sana kwa mambo yetu. Hizo dhihaka alipitia ili kulipa gharama sisi tuheshimiwe. Haleluya. Jambo la tatu, Yesu Kristo alitukanwa. Kwenye sura ya 27 mstari wa 29 wa 39 hadi 44. Somea 39 hadi 44. Alitukanwa. Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakatikisa vichwa vyao wakisema, ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako. Ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, shuka msalabani. Kadhalika na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee, wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu, na awaokoe sasa, na mwokoe sasa, kama anamtaka, kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Pale wanyang'anyi walisurubiwa pamoja naye, walimshutumu vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe. Unajua mfalme akitukanwa reaction yake unaifahamu, si ndio? Viongozi tu wa dunia hii akitukanwa reaction yake tunaifahamu. Biblia inasema mfalme hainui upanga bure, si ndio? Kwamba ukikosana naye akinyanyua upanga, shingo ni halali yake. Sasa Yesu Kristo wakati huu hajulikani, yupo kwenye kulipa gharama ili atengeneze raia atakao watawala, raia atakao waongoza. Wanatoka watu wanamtukana, wametoka kumdhihaki, wametoka kumkataa, wamekuja kumdhihaki, wanamtukana. Alijifanya anaweza kulivunja ile hekalu ambalo limejengwa kwa muda wa miaka 40, akalijenga kwa siku 3. Wao wanaongelea hekalu lile la Zerubabeli, si ndio? Ambalo lilikuja kukarabatiwa na kina Herode, si ndio? Ambalo lilijengwa kwa muda wa miaka 40, ukarabati, lakini sio hasa kulijenga. Yeye alikuwa anaongelea mwili wake kwamba ana uwezo wa kutoa uhai wangu na kuutoa tena baada ya siku 3. Jamani, Bwana asifiwe. Wao wakasema kama ana uwezo na aliweza kuokoa wengine, ajiokoe sasa, ashuke msalabani, nasi tutamwamini. Sasa amejifanya anamtegemea Mungu, na amuokoe sasa huyo Mungu kama anamtaka. Sasa alijifanya mwana wa Mungu, amuokoe kama anamtaka. Hatakiwi kabisa huyu. Wakikutukana wewe unajisikiaje? Wakikutukana wewe unajisikiaje? Sema wewe usinifufue, unanijua vizuri mimi. Tulia. Mimi nilikuwa mbaya. Wenzio wanaonijua hawawezi kunichokoza kabisa. Wewe tulia. Yuko mmoja ambaye alitukanwa. Matusi kwa nafasi yake. Akina Yakobo na Yohana waliwahi kumwambia siku moja, anahubiri mahali alafu watu hawarespondi vizuri. Yaani ni kama wanampuuza hivi. Wao Yohana na yule Yakobo walikuwa wanamfahamu sana vizuri. Walikuwa wanamfahamu vizuri sana Yesu. Sasa bwana, naona hawezi kujali unachoongea. Ita moto uje uwalambe kama Elia alivyofanya. Hivi nafikiri Elia na Yesu nani zaidi? Wala asingeita moto. Yaani angekausha pumzi tu. Dakika 2 cup. Anaambiaga shoya, uje upewe dakika kama 5 hizi bwana, hebu washughulikie wanadamu wanaokupinga.
Ziba pumzi dakika 2 na nyingine dakika 2 hawezi kustahimili, yani dakika 2 ushakata wengi sana. Unahubiri unashangaa watu wanatoa macho tu, kuanzia sasa nazuia hewa, nazuia pumzi isitoke ndani mwenu. Wengine wanaanguka, wengine haya, pokea pumzi. Mnaokoka, muokoka, tunaokoka. Shika adabu. Yesu alikuwa na huo uwezo, ila alijua sasa nawasaidia, na watoa kwenye huo ujinga ambao ibilisi ameingiza ndani yao wa kuto kumjua Mungu na neema yake kwao. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo alitukanwa ili sisi tusitukanwe. Haleluya. Mungu atuvike heshima ya kipekee. Tunapomwamini Yesu Kristo alilipa matukano ya wanadamu kwetu ili asiwe na nafasi kabisa kwenye maisha yetu. Haleluya. Jambo lingine, akapigwa mijeredi. Kwenye Marko 15 mstari wa 15. Alipigwa Yesu mijeredi. Wamemdhihaki, wamemkataa, wamemdhihaki, wamemtukana, sasa wanampiga mijeredi. 15:15 Pilato akipenda kuwaridhisha makutano akawafungulia Baraba, akamtoa Yesu baada ya kumpiga mijeredi ili asulubiwe. Mungu atusaidie sana. Pilato alikuwa ni liwali. Liwali ni governor, kwa sababu serikali ilikuwa inatawala dunia wakati ilikuwa ni serikali ya Kirumi, si ndio? Ilikuwa inatawala dunia. Sasa liwali anamwakilisha Kaisari, yule mtawala wa dunia nzima kwenye jimbo. Ni sawa na leo tungesema mbunge, lakini liwali anakuwa na mamlaka kubwa zaidi, kwa sababu wale wanakuwa na huyo liwali, alafu anakuwa na mtawala wa kienyeji anaitwa Herode, si ndio? Sasa kesi ile imetoka huko chini, imepanda, imefika kwa liwali, kwa governor, ndio mwenye maamuzi ya mwisho kwamba aachiwe au asiachiwe. Sasa wamepambana naye kwa sababu huyu governor alikuwa na ugomvi kidogo, alikuwa haelewani kidogo na ule uongozi uliopo, na wale Wayahudi walikuwa hawapendi kabisa mtu ambaye sio Mwebrania kuwatawala. Kwa hiyo wakati amejaribu kumtetea Yesu kwa kila namna, na mke wake usiku ule ameambiwa kwamba usiseme lolote juu ya mtu huyu mwenye haki utakapokwenda kwenye kiti chake, utakapokwenda mahakamani. Lakini wale watu wakamzonga sana na wakamwambia maneno magumu. Kama hautusikilizi, wewe sio rafiki yake Kaisari, tutakwenda kumwambia wewe unamfitini, unataka kunyang'anya ufalme. Na yeye akitaka kuwapendeza Wayahudi. Kuna wakati ambapo unapoteza haki ya mtu kwa sababu ya kutaka kuwapendeza wanadamu. Tunaelewa? Akamchukua Yesu. Mimi najaribu kufikiri kulikuwa na sababu gani yeye kumpiga mijeredi Yesu? Kwa sababu amesema mtu huyu sioni kosa kabisa linalopasa kuhukumiwa wala kuuawa. Kwa nini ampige mijeredi? Tunaelewa? Ndio maana Warumi baadaye walipokuja kusikia kwamba mwenye haki ameuawa, Herode pia ndani huyu governor Pontio Pilato aliuawa, walikuja wakamuua. Sababu ameshindwa kusimamia haki katika taifa. Ameruhusu watu kwa hasira zao na kwa mihemko yao wamemuua mwenye haki. Lakini mijeredi, unajua ni vitu vya namna gani? Mijeredi ilikuwa ni fimbo ya ajabu sana, kwa sababu alikuwa anatengeneza kutoka katika ngozi za wanyama, hasa wanyama kama nyati. Ukitoa ngozi ya shingo ina unene karibu inchi 2, kama sio inchi 1.5. Unaweza kumpata nyati wa siku nyingi sana, ukapata ngozi yake nene mpaka inchi 1, mpaka inchi 2 nene wake. Sasa walikuwa wanaichukua ile pale, wanaitengeneza inakuwa kama fimbo. Alafu ikiwa bado mbichi, wanachukua mifupa migumu ya wanyama wale wenye mifupa migumu sana, ikiwa imechongolewa wanaichomeka kwenye ile ngozi. Kwa mfano wa huku, mfano wa ndoana, wanaichomeka, alafu wanaacha ile ngozi inakauka, inakuwa na mpini wa kushikia huku. Kwa hiyo ukifanya hivi kule mbele inaning'inia, lakini huku inakuwa iko imara. Sasa wanaipaka mafuta, inalainika sana, inakuwa laini sana kule mbele kwenye mifupa, lakini huku nyuma inakuwa imara. Kwa hiyo wakipiga hivi, mifupa ile yote inaingia kwenye ngozi, alafu wakivuta inachana. Kwa hiyo inararua nguo, inararua nyama, inararua
ngozi inalarua, kila kitu akipiga mara moja akivuta hivi inalarua. Biblia inasema alichubuliwa. Kuchubua ndio ilikuwa hivyo. Maana yake unatoa ngozi. Si unajua kuchubua, hata mtu ukitaka kuukausha unachubua. Unatoa maganda yale. Sasa na wenyewe anaposema, ukisoma katika Isaya 53 anasema alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Ndio ule mjeredi. Pilato aliruhusu apigwe mjeredi Yesu. Mungu atusaidie sana. Lakini akiwa anasema kwa kupigwa kwake, ule mjeredi unawakilisha mwili wetu kuumizwa. Ili mwili wetu usiumizwe tena na magonjwa, lazima tuamini katika mjeredi aliopigwa Yesu, kwamba pale kuna uzima kwetu, kwa kuwa yeye alipigwa kwa ajili yetu. Ni kama sisi tulishaadhibiwa tayari, kwa hiyo tuna haki ya kusimama mbele za Bwana na kudai uponyaji, kwa maana uponyaji ni haki yetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya. Ile ghadhabu ya Mungu imeondoka kwetu, mateso kwenye mwili yameondoka. Yaani tupite kwenye shida ya kuuma kwa sababu tu ni jaribu, na lenyewe lina muda na lina mlango. Haleluya. Yaani usintateni kabisa ukafika mahali ukasema ule ugonjwa wangu. Usimiliki magonjwa. Unanielewa? Yesu alipigwa ili sisi tuwe huru kwa kupigwa kwake. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unaamini katika uponyaji wa Mungu? Moja ya misingi mikuu ya imani ni uponyaji kutoka kwa Mungu. Na uponyaji kutoka kwa Mungu kule zamani kwenye Agano la Kale alijitambulisha kwamba ni Jehova Rafa. Rafa manake ni tabibu ambaye anaponya. Madaktari wote wanatibu. Hakuna daktari anayeponya. Tunaelewa? Na hata madawa mengine mengi sana, karibu yote yanatibu. Ila anayeponya nani? Bwana Yesu apewe sifa sana. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa kama tukifika mahali pa kuamini kwamba yule alipigwa kwa ajili yangu, mwili wake uliumizwa kwa ajili yangu, ngozi yake ilichanwa kwa ajili yangu, damu yake ilimwagika kwa ajili yangu, na mtuisha yeye fadhaa ya magonjwa yote, kwa sababu tayari alishapigwa ili mimi nipate kuwa huru. Uponyaji unatokea wakati huo huo. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo alipigwa ili sisi tupate kuwekwa huru mbali na mateso na magonjwa yanayotupata katika miili yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la mwisho, alisulubiwa. Yohana sura 19 mstari wa 18, Yesu alisulubiwa. Hapo zungumza kusulubu. Wakamsulubisha huko na wengine wawili pamoja naye, mmoja huku na mmoja huku, na Yesu katikati. Bwana Yesu apewe sifa. Walimchukua baada ya kumpiga ile mijeredi, wakatoka naye wakaenda pale kwa askari, wakamdhihaki. Baada ya kumdhihaki wakamtoa, akaenda naye abebe msalaba, waende mahali panaitwa fuvu la kichwa au Golgotha. Kutoka pale Golgotha wakampigilia. Sasa kusulubu ni kumpigilia kwenye msalaba, kwenye mti. Wanapigilia mikono huku, wanapigilia mkono huku, wanapigilia miguu chini. Kwa hiyo anabakia hivi. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wakafanyaje? Wakamsulubisha. Kusulubisha ilikuwa ni adhabu ambayo watu wengi sana, ilikuwa ni aina fulani ya kifo ambacho watu mataifa mengi sana yalikuwa anatumia kusulubisha. Unakumbuka mtu mmoja anaitwa Haman kwenye utawala wa mfalme Ahasuerus, ndio? Na Malkia Esther. Kulikuwa na mtu anaitwa Mordekai, unamfahamu? Haman alimchukia sana Mordekai. Kwa hiyo wakati anataka kumuua, Biblia inasema kwamba akaandaa mti nyumbani kwake. Nini? Mti wa kumsulubisha, kumtundika kule juu. Sasa Mordekai alikuwa ni mwenye haki. Alikuwa ametenda jambo la haki kwenye lile taifa. Na Mungu huwa hasahau haki ya mtu. Haleluya. Wakati Haman anajiandaa asubuhi aende kwa mfalme achukue kibali aende akamsulubishe Mordekai, kumbe usiku ule mfalme hakulala. Anatafuta, kuna mtu alitenda jambo la haki sana, aliniokoa wakati watu walipanga kuniangamiza. Alifanyiwa nini? Mfalme anateseka, tafuta kwenye mfalme, anagundua kwamba
hakufanyiwa chochote, haki yake ni kama imepotea, na leo anatakiwa kufa. Sasa Hamani anaenda kule na kimwemwe, haraka haraka aenda aombe kibali, aenda mninginize, na ameshaandaa na marafiki zake na watu wengi nyumbani kwake waje washangilie kifo cha Mordekai mwenye haki. Anafika tu pale, si lazima unyoshewe fimbo. Nyoshewa fimbo. Kwanza mfalme mwenyewe akauliza, nani yuko behewani? Wakasema yuko Hamani. Okay, mwambie aingie. Ukatokea kitendawili pale. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Akasema, hey Haman, njoo hapa. Nimtendee nini yule mtu ambaye nampenda sana? Haman akajua ninayependwa hapa mfalme mzima si mimi. Sio wewe, kuna mtu wa Mungu yuko mahali fulani. Atendewe nini yule mtu? Jamaa akaanza kujipanga, anajua ni nini. Akasema cha kwanza, avishwe pete ya mfalme ili awe na haki ya kugonga mihuri, ili amri anazozitoa zitekelezeke kama ni amri imetoka kwa nani? Kwa mfalme. Alafu avalishwe mavazi ya kifalme. Alafu apandishwe juu ya mnyama wa mfalme. Alafu wapite, ipigwe mbiu mji mzima, watu wapige magoti mbele yake akipita. Waseme mfalme, mfalme, walau kwa siku moja. Sasa anamaliza tu kupanga hayo mavitu, anasema hima mfanyie hivyo Mordekai yule Myahudi, adui ambaye litakiwa ende kumnyonga kwenye msalaba. Bwana amegeuza matanga ya Mordekai kuwa sherehe, na sherehe ya Hamani kuwa msiba. Haleluya. Jamani, Bwana asifiwe. Alikwenda Yesu msalabani, wakiandaa msalaba wa namna yoyote kwenye maisha yako. Alishasulubiwa tayari, unatakiwa kupokea haki, maana aliyesulubiwa amelipa gharama ili usisulubiwe tena. Haleluya. Alitulipia. Yaani yote hayo mateso aliyokuwa anayapata alikuwa analipa ili mimi nisipite kwenye hayo. Mimi nipate haki ya Mungu, nisimame mbele za Mungu kama sijawahi kukosea kabisa. Mungu akiniangalia anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haleluya. Ni kama sijawahi kuishi, kama sijawahi kukosea, kama sijawahi kutenda dhambi. Yani nikienda mbele za Bwana kama naamini ule wokovu ambao Yesu aliufanya pale msalabani alinifanyia mimi, ninapokwenda mbele za Bwana sina hofu ya aina yoyote. Haleluya. 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 Kwa hiyo wakaenda kumsulubisha Yesu msalabani. Wao wanajua wanamaliza, kumbe ndio wanaanzisha. Haleluya. Yaani wakati ibilisi anafanya jambo baya kwako, huwa anafikiria na kumaliza. Na watu wengi sana ibilisi amewaleta kwa Kristo. Yeye alijua ndo anawateketeza, kumbe anawakimbizia kwa nani? Kwa hiyo ndio maana watu nasema hata ibilisi ni mtumishi wa Mungu sometimes. Ila anatumika bila hiari, maana hajui matokeo. Ndio maana hata humu tukisema wangapi walikuja kwa Yesu kwa sababu ya magonjwa, tutapata wengi tu. Mimi nilikuwa na mfanyakazi mmoja kule shambani kwangu Tunduru, ambaye walikuwa wanaenda kumchoma moto, ameiba baisikeli. Ameenda hivyo anafika, yani kabisa wameshamvua nguo karibu na kiwanja cha ndege kule kwa Wajerumani. Alafu mara dada yake sio ametokea wapi? Jamani, kaka yangu, kaka yangu. Amelewa titiri yeye. Watu wakashtuka wakamwachia pale. Akamkamata mkono pap mbio kwa mchungaji Swai. Wakaenda pale wakamuombea. Yana akatulia tu, ni kama kwale alikuwa amenaswa kwenye ulimbo, si kwenye mtego. Sio alikuwa ametumbukia kwenye kisima. Sasa ghafla wamemuopoa, alikuwa ameshajua nimeshakuisha. Sasa ghafla amefika pale. Mchungaji anaanza ameshamuongoza sala toba, anaanza kumfundisha neno la Mungu, amenyenyekea, ametulia, amekuwa mpole. Mpaka mimi nakuja napata mfanyakazi. Yaani shetani amemkimbizia kwa Yesu bila kujua. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo walipokuwa wanamsulubisha walijua hii ndio stage ya mwisho kabisa, tunamaliza. Kwanza tumemkataa, pili tumemdhihaki, tatu tumemtukana, nne tumempiga, tumemdhalilisha, na sasa tunakwenda kummaliza kabisa. Hii ndio ya mwisho. Na kwa kuwa imeandikwa, amelaaniwa aangikwae mtini. Tunasema, kwa nini tunasema kifo cha msalaba kilikuwa ni kifo cha aibu kuliko vifo vingine vyote?
Miaka ya nyuma kulikuwa na shida moja ya ugonjwa, na ndio ulikuwa unaonekana mtu akifa kwa ugonjwa huu ndo amekufa kifo cha aibu sana. Ndio maana hata wahubiri nafikiri wa nyuma kabla hatujaanza walikuwa wanasema utakufa na kilo 2, si unakumbuka? Wahubiri wengi sana walikuwa wanasema hivyo, utakufa na kilo 2. Na kuna jamaa waliwahi kubenefit na hicho kifo. Jamaa yao mmoja alikufa huku mjini. Akanunua, wakaagizwa kule kijijini wasafirishwe wapeleke kule kaskazini kwenda kuzika. Jamaa wakakubali. Wakatumiwa na pesa ya kusafirisha. Jamaa kucheki tu mtu mwenyewe, wanaweza kushika tu watu wawili akakunja hivi. Wakanunua Marlboro. Unakumbuka ile mifuko ilikuwa mikubwa ya karatasi. Wakategea kama saa hizi, wakaviriga wakatia mle na kamkeka. Kaenda wanajua saa hizi badala ya kuingia saa kumekucha saa 2, hapana tuingie saa 11 watu bado wamelala. Wakipiga simu bado gari iko mbali, kumbe wamepanda kabisa gari. Ile hela ya kukodia gari jamaa ameiweka mifukoni wamegawana. Kufika kule wameingia, wametegea watu wamelala, angalia huko na huko watu wamelala, wakapita ndani chapu. Wakaenda kule wakafanyaje? Wakabonyezana signal moja baki, wale nenda kacheki mazingira kule ndani yanawezekana wameshaandaa kitanda wakapita naye chapu, wakaenda kaweka kwenye kitanda wakafunika ndo wanatoka na nyanya ifanya wanaota moto pale. Baadaye jamaa kumbe nyewe umeshafika tumeshafika, mbona tumeshaweka na nani ndani kule. Gari tumeshushia kule mbele, tumeona huko haiwezi kuingia. Kumbe jamaa ile gari wamekula. Ile gari wamekula. Sasa wakati ule ilikuwa ndio kifo cha aibu sana kile, si ndio? Lakini wakati huo wote, miaka yote ya kule nyuma, kifo cha aibu ilikuwa ni kufia msalabani. Sasa Pilato amekagua kila mahali, amesema sioni kosa juu ya mtu huyu. Na Yesu alisimama mbele ya watu wote akasema, kati yenu nyote kama yupo anayenishuhudia kwamba nina dhambi na anyoshe mkono. Watu wote wakakaa kimya kwa ukweli. Kila walipotafuta kosa hawakuliona juu ya Yesu. Alikuwa ni mwenye haki. Kwa nini msalaba? Sisi ndio tulitakiwa tuangikwe msalabani. Jamani, Bwana apewe sifa. Kwa sababu ya maovu yetu na dhambi zetu na laana tuliyokuwa nayo, Yesu aliipeleka laana msalabani. Akaangikwa na laana ikaishia pale. Kuanzia pale msalaba ulikuwa ni kifo cha aibu, leo ni heshima kwa watakatifu. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, lakini kwetu tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Haleluya. Kuanzia pale msalaba ni heshima. Nimeokoka kwa sababu ya Calvary. Nimeokoka kwa sababu ya msalaba wa Yesu Kristo. Alikwenda kwa ajili yangu, aliuawa kwa ajili yangu, alisulubiwa kwa ajili yangu. Kwa kifo chake msalabani mimi nimepata baraka kutoka kwenye laana. Alafu nakuta mwingine tena anasema twende tukavunje laana. Mnaivunjia wapi laana? Kwa sababu laana ilikwenda na Yesu alipokwenda msalabani. Haleluya. Haleluya. Huyu anakuambia mwende mkavunje laana, hakikisha amepanda juu ya msalaba na umempeleka Golgotha. Tunaelewa? Kwa sababu huwezi ukavunja laana kwa hera. Tulisema hera haiwezi kununua utakatifu. Hera haiwezi kubadilisha asili yako. Tunaelewa? Kifo cha Yesu ndio kinabadilisha asili ya mwanadamu kutoka mwenye dhambi kuwa mtakatifu. Maana mbegu ya Mungu Yesu Kristo anaingia ndani yako na kuua ile mbegu ya uovu iliyokaa ndani yako kwa muda wa miaka mingi, ili kuleta mbegu mpya ndani yako, uwe kiumbe kipya. Haleluya. Msalaba kutoka mwanzo kote kule mpaka siku ile na wale wevi wanasulubiwa pale msalabani ulikuwa unahesabika kuwa ni laana. Lakini baada ya pale, na huwa tunasema Yesu ndio bingwa wa msalaba. Hakuna mtu aliwahi kupanda msalabani na akashuka akaishi. Haleluya. Na hata wale wengine wote waliopandishwa pale walipokuta bado ni wazima, ilitakiwa wavunjwe miguu ili wafe. Hatakiwi mtu ashuke msalabani akiwa mzima. Walipofika kwa Yesu akakuta ameshakufa, huna haja ya kuvunja kwa sababu ilishaandikwa mfupa wake hautakiwi kuvunjwa, si ndio? Si ndio watakatifu? Walichofanya tu ni kufanya postmortem kuprove kwamba amekufa au la. Wakachoma ubavu hapa, si ndio tu? Akakuta inatoka damu iliyochanganyikana na maji. Hiyo si ndio uhakikisho kwamba huyo ameshakufa. Mtu ikitoka damu na maji, hiyo damu si imeshakufa. Wameshajua kumbe ameshakufa, basi haikuvunjwa miguu. Na ndio pekee alikwenda msalabani na akafufuka, yani akatoka msalabani akazikwa
Na baada ya kuzuka siku ile ya tatu aliyoisema, akafufuka tena, na kwa ushindi mkubwa lile jiwe lililokuwa limekandamiza pale kaburini na wale walinzi waliowekwa pale, vile kwamba malaika walikuja wakavingilisha lile jiwe wakalikalia, na wale walinzi wakatetemeka wakazimia. Yaani unakuta pale watu wamepigwa butu akatoka. Hii tutaiongea Jumapili. Watu wanaweza kufikiri wanakukalia, kumbe wanakupeleka mahali unapotakiwa kufika. Haleluya. Haleluya. Ukimchukua Yesu kuwa mkombozi wa maisha yako, kuwa mwokozi wa maisha yako, kuwa Bwana wa baraka kwenye maisha yako, kwamba ni amani yako, kwamba ni kibali chako, ukimchukua Yesu Kristo, msalaba una matokeo makubwa kwenye maisha yako. Haleluya. Huhitaji ukombozi wa aina nyingine mpendwa. Huhitaji nini? Kwenda kulipa 200,000. Ndio natakiwa ukombolewe. Tumeona kuna madhabahu kubwa sana za ukoo kwenye maisha yako. Hasa madhabahu wanakomboaga na nini? Na hela. 200,000. Unakomboa. Madhabahu wanateketezaga, basi wanataka kunikomboa teketee. Tuko pamoja watakatifu. Ukombozi unatokana na mtu kwenda kwenye kifo cha aibu. Ili laana itoke, lazima mtu aende msalabani. Isingewezekana laana ya mwanadamu iondoke kama sio Yesu kwenda msalabani. Kwa wale waliompigilia walijua wanamuumiza, wanammaliza, kumbe ndio wanaleta ukombozi. Haleluya. Na yeye alikuwa anajua kinachokwenda kutokea. Kusoma katika Waebrania sura ya 12, unasikia akijua yatakayotokea, aliidharau aibu, akaustahimili msalaba, si ndio? Aliidharau nini? Aibu ya kuuawa msalabani, akaustahimili msalaba, akakubali kwamba huu ndio njia ya ukombozi wa mwanadamu. Tulisema ukombozi maana yake ni kununua tena, kurejesha kwenye nafasi, buy back. Apotrosis kwa Kigiriki, si ndio? Apotrosis maana yake rejesha kitu kwa kulipa thamani kamili ya kile kitu. Rejesha utakatifu kwenye maisha ya mwanadamu kwa kulipa gharama inayofanana na kile kilichopotea. Haleluya. Haleluya. Msalaba. Watu naimbaga wimbo, msalaba ndio asili ya mema, nikatua mzigo hapo, nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini papo. Jamani, Bwana asifiwe. Wakati kwa wengine msalaba, neno msalaba kwao ni upuuzi. Wanafalsafa wa Kigiriki walikuwa wanajua ukiongelea msalaba unaongea upuuzi gani, maana ni kama hakuna lojiki. Lakini kumbe kwetu ndio lojiki inayobadilisha kabisa maisha yetu, inayotutoa kwenye vile ambavyo tulikuwa hatuwezi kutoka kwavyo, kwenye vifungo ambavyo tulikuwa tumefungwa navyo. Biblia inasema pakatokea tetemeko kubwa wakati Yesu anakata roho. Miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, pazia la hekalu likakatika, kwamba sasa hakuna tena patakatifu pa kibinadamu. Yesu Kristo na sisi ni live, sisi na Mungu ni live, hajifichi tena, yuko pamoja na sisi, anaitwa Immanueli, Mungu pamoja nasi. Haleluya. Akatufanyia njia kwa kifo chake pale msalabani. Tuna njia ya kumkaribia Mungu kupitia mateso na kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Haleluya. Umeona kazi iliyofanyika? Unaanza kuona hiyo kazi ya kulipa na kurejesha, gharama ya kurejesha thamani ya wanadamu iliyopotea. Iligharimu nini? Kukataliwa. Tulikuwa tumekataliwa duniani mpaka mbinguni. Ndio maana walipokuwa wanatundika msalabani walikuwa wanamaanisha ardhi imekukataa na mbingu zimekukataa, unabaki hapo katikati. Sawa. Sasa Yesu akashuka kule, akaja akafumua kila kitu, akatupa njia ya kupita moja kwa moja kwenda kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapokwenda kumalizia jioni ya leo, nataka niombe kwa ajili ya wewe ambaye aidha una stress nyingi sana kwa sababu ya kukataliwa. Kuna mahali umekataliwa, moyo unauma sana, una maumivu makali, matarajio yako yamepotea, na bila kwamba kilichotarajiwa kikikawia, moyo huugua wala haupati dawa. Nataka nikwambie utapata dawa kwa Yesu. Amen. Haleluya. Moyo wako utapata dawa kwa Yesu. Yesu Kristo alikataliwa,
Lakini siku ya 3 walimkubali, na alikwenda pale ili wewe upate kukubalika. Jina la Bwana libarikiwe. Wale ambao unadhihakiwa, napita mahali watu wanapindisha midomo, wamama ndio wanajuaga hasa kudhihaki. Sio wanafanyagaje? Hii nani aliwahi kuwa mbea zamani? Wale ndio wanaweza akatuonyesha ule mdomo wa umbea, yani kujifanya na mkubali mtu afu na sio anafanya mdomo unabinulia si upande mwingine na hivi, na mwenzako anakuelewa kwamba unachoongea ni nini. Kudhihakiwa, kupigwa. Kuna watu wanaumizwa na magonjwa na shida za aina mbalimbali, ni vipigo vya ibilisi kwenye maisha yako. Nataka nikuhakikishie kwamba Yesu Kristo alipigwa kwa ajili yako, alijeruhiwa kwa ajili yako, alikwenda msalabani kwa ajili yako, alidhihakiwa kwa ajili yako, ili wewe na mimi tupate neema na kibali mbele za Bwana, tupate njia ya kupita kwenda kwa Bwana. Na Mungu anapotuangalia anatuona sisi tunaomwamini Yesu Kristo ni viumbe vipya. Hatujawahi kupitia tena, hatujawahi kupitia dhambi, hatujui dhambi kabisa. Mungu atusaidie sana. Ndio maana njia nzuri sasa ya kudumisha kumaintain hicho kiwango cha utakatifu cha Mungu ni kuendelea kumwabudu katika roho na kweli. Kwa kuwa yeye ni roho na sisi ni roho zinazoishi kwenye mwili ambao umekombolewa kwa mateso ya Kristo msalabani, lazima roho zetu ziende kujitambulisha mbele yake kwamba sisi ni matunda, sisi ndio matokeo ya kile ulipulizia pumzi ndani yako, ndio ndani yake. Sisi ni matunda ya yale mateso uliyapata pale msalabani. Sisi ni matunda ya zile dhihaka ulifanyiwa. Sisi ni matunda ya yale mate ulitemewa. Tuko hapa tunaiona heshima ya Mungu kwenye maisha yetu kwa sababu wewe ulidhihakiwa ili tupate kuheshimiwa. Hebu tusimame.